wananchi wanatekwa. Anatekwa mwananchi wa kwanza, anatekwa mwananchi wa pili, anatekwa mwananchi wa tatu, anatekwa mwananchi wa 80, bado yuko ofisini. Bado yuko ofisini. Nilipoenda kumsalimia Faza Kitima hospitali kule Dar es Salaam, tukakutanisha uso, anayemsalimia mwenzake analia, anayesalimiwa analia. Amejeruhiwa vibaya. Kiongozi wa dini yule, kazi yake ni kumwomba Mungu tu na kuliombea taifa hili. Anavamiwa na watu wanaoitwa wasiojulikana. Tunawezaje kuwa na waziri anayejulikana alafu anayoleta madhara ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hawajulikani? Tunawezaje kuwa na wizara inayoitwa Wizara ya Mambo ya Ndani? Tunawezaje kuwa na Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo kazi yake ni kushughulika na wahalifu, alafu wahalifu wakavishwa jina la kutojulikana? Anatekwa huyu wa kwanza, sawa. Anatekwa wa pili, sawa. Anatekwa wa tatu, sawa. Ni lazima kama taifa tuwe na hasira na mambo ambayo sio ya kawaida. Yaani mwenzako anatekwa, anauawa, wewe unashabikia. Anatekwa wa pili, paka uawe wewe. Paka uawe wewe. Faza Kitima ametekwa, amepigwa na kuumizwa, tena akiwa kwenye makaazi ya maaskofu. Halafu mpaka leo waliomteka hawajulikani. Waliompiga sio waliomteka. Waliompiga na kumuumiza hawajulikani. Halafu waziri wa wizara ile yupo, IGP yupo, vyombo vya dola vyote vipo, na wananchi wengine wote wanaolia kwa ndugu zao kutekwa na kuumizwa, na wenyewe wanaendelea kulia, ni sawa tu. Halafu ikifika mahala tunaanza kuzungumza kwa kubembelezana kwamba nikimzungumza huyu waziri atafukuzwa waziri, nikimzungumza huyu IGP atafukuzwa IGP, nikimzungumza huyu ataniteka, nikipiga kelele na mimi naye piga kelele nitatekwa. Hatuwezi kuwa na taifa la namna hiyo. Ni lazima viongozi walioko kwenye maeneo wajirekebishe, kama sio kuachia ngazi kama wameshindwa.